ya mafuriko ambayo yamekuwa yakisababishwa na mambo mawili. Kwanza, maji ya mvua yalikosa mwelekeo, lakini vile vile maji taka. Wananchi wengi zaidi ya 85% ama 90% ya wakazi wa eneo hili wameunganisha mifumo yao ya maji taka kwenye mfumo wa maji ya mvua ambao unapita chini ya ardhi. Mfumo ule uliharibika, na kuharibika kwake ukapelekea maji taka yasitembee, lakini vile vile maji ya mvua yasitembee. Kwa hiyo eneo hili lilikuwa lina mafuriko misimu yote, msimu wa mvua, lakini hata msimu wa kiangazi, kwa sababu maji taka kutoka majumbani yalikuwa hayawezi. Mimi kama diwani, kwa kushirikiana na viongozi wa serikali za mtaa, tuliamua kabisa kwamba lazima tupambane na swala hili. Tulikuwa na bajeti ndogo ya shilingi milioni 7. Tukathubutu tukasema tuanze na fedha hizo ambazo zilikuwa ni bakaa kati ya fedha zilizokuwa zimeletwa kwenye kutekeleza miradi ya maendeleo ndani ya kata yetu. Tuliomba idhini manispaa, wakaturuhusu tuendelee na kazi hii. Tulisema tuthubutu, na kwa kweli leo ninasimama hapa nikiwa na viongozi wenzangu tukifurahi kwamba ule uthubutu wetu umeweza kuzaa matunda. Lakini la pili, nichukue fursa hii niwashukuru pia wananchi wa eneo hili. Uongozi wa serikali ya mtaa chini ya mwenyekiti Molel pamoja na wajumbe wake waliwahamasisha wananchi, na tukafanya mkutano wa pamoja wa kuwataka pia wananchi ambao wamejiunganisha kwenye hii mifumo, na kwa kuwa eneo hili water table iko juu, walikuwa hawana njia yote, ni lazima watumie mfumo huu ili waweze kunusurika na afya kwenye nyumba zao. Wananchi walituelewa na tukawataka washirikiane na sisi katika kuchangia ujenzi wa chemba. Leo ninafurahi, chemba nyingi, tulikuwa tuna jumla ya chemba 11, lakini takriban chemba labda niseme 7 sasa hivi zimekwisha jengwa. Zilizobaki ni chache, na kinachosubiriwa sasa ni mifuniko. Ziko gharama kidogo ambazo kwa kweli tutalazimika kama serikali kuzitoe, na naahidi tutafanya hivyo ili walau tuweze kupata hizo fedha. Chemba zile ambazo bado hazijajengwa ziweze kukamilika, lakini na kila chemba iliyojengwa iweze kupata mfuniko ili takataka zisiweze kuingia mahali hapo. Lakini hatua ya pili ambayo sisi viongozi kwenye kata kwa kushirikiana na manispaa tunayotaka tuifanye ni kuweka kifusi kile cha G45 ambacho kitamwagwa kwenye barabara hii, kitashindiliwa, na barabara hii sasa iweze kurudi itumike na ipitike kama ilivyokuwa inapitika zamani. Kwa hiyo nikuombe mwenyekiti pamoja na watendaji pamoja na wajumbe, mtendaji wetu wa mtaa, lakini pia na mtendaji wa kata, tuwaandikie barua za maandishi kuanzia kesho. Tuwaandikie barua za maandishi wale wananchi wote ambao wameunganisha maji taka kwenye mfumo huu na ambao tuliwataka wachangie kujenga chemba zao, lakini mpaka leo bado hawajajenga hizo chemba. Tuwatake wafanye wa comply kama tulivyokubaliana kwenye kile kikao. Failure to that, mtu akikataa, na sisi tunahakika ameunganisha, na kuunganisha huku ni kinyume cha sheria, tutaagiza mamlaka nyingine ikiwemo NEMC uje tuwazibie mpaka pale watakaporidhia, kwa sababu wengi hapa hawalipi gharama ya maji taka. Mfumo walioutumia kuunganisha huku unawafanya wasilipe gharama za maji taka. Kwa hiyo nakuomba mwenyekiti ulifanya hilo, lakini na sisi kama serikali tunaahidi barabara hii kama nilivyosema tutaiboresha mwenyekiti ili iweze kupitika. Lakini nilikuahidi pia kwamba lazima tunahitaji mtaro mwingine kwenye mtaa wa Itaga na Isere, kuweka sawa ili walau ile changamoto ya yale maji yanayotuama pale unapokuja Benpab, yale maji yasiwezi kukaa pale. Tumeliweka hilo kwenye bajeti yetu ya 25-26. Tumetenga jumla shilingi milioni 100. Kama zitaongezeka tutajua tunafanyaje. Na utekelezaji wa bajeti hii kuanzia mwezi wa 7. Kwa hiyo nikuombe mwenyekiti, tuwaombe wananchi pale wawe na subira. Tutajenga mfereji wa nje ambao tutakuwa na uwezo wa kukagua, na tutaelekeza yale maji yaende kule Paz, yataungana na ule mtaro wa kanisani, yataweza kuondoka. Nina hakika mwenyekiti, tukiweka ule mtaro pale tutakuwa tumesaidia kukamilisha ama kumaliza changamoto ya maji kutuama ama mafuriko katika eneo lako la mtaa wa Balozi Nsoro. Kwa hiyo mimi nikutakie kila laheri,
lakini nafasi hii ni ya kwako pia. Unaweza na wewe ukasema namna ambavyo wananchi wameupokea mradi huu na namna ambavyo umekuwa na manufaa kwao. Asante sana mheshimiwa.